Tuelekee kaunti jirani namba 46 ambapo wabunge kutoka kaunti ya Nyamira sasa wamejitokeza kukemea mzozo wa uongozi unaoendelea katika bunge la kaunti hiyo. Baadhi ya wabunge hao wakimsuta Gavana Amos Nyaribo kwa madai ya kuchochea mgawanyiko unaoshuhudiwa miongoni mwa ma-MCA. Kwa zaidi ya miezi mitano sasa, hali si hali katika bunge la kaunti ya Nyamira. Wakilishi wadi na wafanyakazi wa bunge la kaunti ya Nyamira wakiminyana vikali kutokana na mzozo wa uongozi bungeni humo. Mgogoro huu ukizalisha mirengo miwili ya uongozi bungeni humo, huku kila mrengo ukiwa na spika wake. Yale ambayo tunaona yanaendelea si mambo mazuri. Tunataka kuambia governor ajue yeye ndio father wa hii county. Yeye ndio anatakikana kuweka watu wake pamoja. I just wonder why leaders cannot sit and actually communicate. So, and from what I'm seeing and reading, in Nyamira can only get worse. It cannot get any better. Baadhi ya wabunge kutoka kaunti hii sasa wamejitokeza na kumnyoshea kidole cha lawama Gavana Amos Nyaribo. Gavana haachane na mambo ya assembly, haache watu wa assembly wakae pamoja, wasikane mkono ili waanze kufanyia watu wetu kazi. Kidole kinaelekezwa katika ofisi yake. Yeye ndiye anastahili kutafuta njia ya kufanya kazi na MCAs kwa njia ya uelewano. Aidha, Seneta Okongo Mogeni ameiomba mahakama kuamua kesi zilizowasilishwa kotini na ambazo zimeonekana kuchangia hali hiyo ya sintofahamu. Nataka kuomba jaji ambaye anaketi katika mahakama huko Nyamira, ameona shida ambaye kesi ambazo ziko kotini zimeleta katika county assembly ya Nyamira. Mimi ningemuomba aulize mawakili wa pande zote mbili, waje wapewe tarehe ya karibu, atoe uamuzi wa mwisho. Hii maneno ya kusema kwamba amesikia application hii na application nyingine haiwezi kutatua mzozo ambao tuko nao. Wabunge hao wamewashauri wakilishi wadi kufuata njia mwafaka kumbandua Gavana Nyaribo iwapo hawajaridhishwa na utendakazi wake, huku baadhi wakipendekeza serikali ya kaunti hiyo kuvunjwa na uchaguzi mpya kuandaliwa. Duncan Bundi, Runinga ya Citizen, kaunti ya Nyamira.